Mtazamaji wa Faraja TV, ikiwa leo ni siku nyingine tena tunakuletea makala maalum ambayo inatoka katika kata ya Kemambo. Kata ya Kemambo inapatikana tarafa ya Ingwe katika wilaya ya Tarime, jimbo la Tarime DC. Kata ya Kemambo ina vijiji vitatu: Kewanja, Kerende na Mrito. Langu jina naitwa Nyambili Yohana, msimulizi wa makala hii. Ni miaka 5 tangu uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani nchini Tanzania ufanyike. Huu ukiwa ni uchaguzi wa 7 kufanyika tangu kuasisiwa kwa vyama vingi mwaka 1995. Kata ya Kemambo inayopatikana halmashauri ya Tarime DC, mji mdogo wa Nyamongo, mkoa wa Mara. Kata ya Kemambo inajumuisha jamii za wakulima, wafugaji na wachimbaji wa dhahabu. Kata ya Kemambo ina huduma za kijamii kama shule za msingi na sekondari, vituo vya afya na miundombinu ya barabara ambayo inawawezesha wakazi kusafiri na kufika maeneo mengine ya wilaya. Diwani wa kata ya Kemambo aliyeibuka kidedea katika uchaguzi mkuu mwaka 2020 hakuwa mwingine bali ni Mheshimiwa Rashid Bugomba kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM. Ndiye aliyeibuka kidedea na kupata ridhaa ya kuwaongoza wana Kemambo. Ni ndani ya kipindi chake hiki kifupi ambapo katika sekta ya elimu ameshuhudia ujenzi kukamilika kwa shule ya sekondari Mrito tangu kuanzishwa mwaka 2024 mwezi Januari. Kwa jina naitwa Sir Roman Donatus, ni mwalimu wa geography, pia ni mtaaluma wa shule ya sekondari Mrito. Na napenda kuchukua nafasi hii kupongeza uongozi kwa kusogezea huduma ya shule hapa Mrito, kwani hapo kabla wanafunzi walikuwa wanatembea umbali mrefu kutoka hapa Mrito hadi shule ya kata ya Kemambo. Ni umbali mrefu, ni zaidi ya kilomita 5 na zaidi. Lakini baada ya hii huduma kuanzishwa, kwa maana kupitia ushirikiano wa wazazi na uongozi wa Bariki, mwaka 2024 shule hii ilianza rasmi Januari kwa kupokea wanafunzi 72, na hivi sasa ni mwaka wa pili toka hii shule ianzishwe. Tuna jumla wanafunzi 120, kwa maana kuna kidato cha kwanza na kidato cha pili. Madarasa yaliyopo ni almost 6. Manufaa ambayo tumeyapata shule, tunashukuru serikali kwa kutujengea shule. Shule yetu imekuwa karibu sana, sio kama vile tulikuwa tunatembea umbali kwenda Kerende. Pia tunashukuru serikali kwa kutuwekea maji karibu. Manufaa ambayo tumeyapata shule, tunashukuru serikali kwa kutujengea shule. Shule yetu imekuwa karibu sana, sio kama vile tulikuwa tunatembea umbali kwenda Kerende. Pia tunashukuru serikali kwa kutuwekea maji karibu. Ujenzi wa kukamilika kwa shule ya msingi Kegati, kijiji cha Mrito, eneo ambalo halikuwahi kuwa na shule ya msingi hapo kabla, ambapo uwepo wa shule hii umesaidia watoto kuepukana na kutembea umbali mrefu kwenda shule ya Nyabusara. Manufaa ni kwamba sasa hivi watoto wetu haendi mbali, ni karibu. Kwenda shule ya msingi Nyabusara sasa hivi wamekwebana kwa ajili watoto wadogo kwenda pale kusoma shuleni Nyabusara. Hapa ni karibu tu, ni kukatisha tu nafika shuleni. Toa chekechea darasa la pili, kwa sababu sasa wako darasa la 4. Darasa la pili wajafika darasa la 3 wala la 4. Kwa kweli tunashukuru sana serikali kutuletea hii shule hapa. Tulikuwa tunapata shida sana wanafunzi kutoka hapa mpaka kule Nyabusara. Lakini kwa sasa tunashukuru kwa sababu shule iko hapa karibu. Tunafurahia wanafunzi wetu wanavyosoma hapa, watoto wetu. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali iendelee kutufanyia maboresho ya shule na kutuongezea baadhi ya vitu vingine ambavyo vinatupungua. Aidha, Mheshimiwa Bugomba amewezesha usimamizi ulio bora katika ujenzi wa shule ya msingi Kerende, Ngelingeri, shule ya msingi Mtimaro, shule ya msingi Kewanja na shule ya msingi Sikube. Na hapa viongozi wa serikali za mtaa wanaelezea. Asante. Kwa majina naitwa Maro Gabugwe Marwa, mwenyekiti wa kijiji cha Kerende. Kwanza kabisa mimi napenda kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayosimamiwa na mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zote anazopambana nazo kwa ajili ya kuletea Watanzania maendeleo, kwa sababu hapa kijijini kulikuwa na changamoto nyingi, lakini
tumejitahidi kuzitatua, na hata hichi kituo chetu tunachokiona hichi ni kituo cha afya Nyamongo. Ametuletea majengo kama unavyoona, hizi ni fedha ambazo ni nyingi zimetengeneza hichi kituo, lakini pia ni kwa sababu ya jitihada za mama yetu na mpaka sasa hivi tunavyozungumza kijiji cha Kerende ninachokiongoza takriban miradi zaidi ya miradi 5 ambayo inatekelezeka, kwa sababu kuna mradi wa kituo hichi cha afya ambapo sasa hivi tumemaliza kusupply maji, lakini pia muda si mrefu tunaenda kuanzisha mradi wa kujenga walkway hizi njia, lakini pia nyumba za walimu, shule 3, shule ya msingi Ingwe, shule ya msingi Kerende, shule ya msingi Nyenye, na nyumba zinajengwa tu Niwani pamoja na sekondari. Lakini pia kuna mradi mwingine shule ya msingi Ntimalo ambao tunajenga jengo la utawala pamoja na kutengeneza uwanja wa shule. Hayo yote ni matunda tunayoyaona kutoka kwenye serikali iliyoko madarakani. Lakini hata hivyo tunavyozungumza, kijiji hichi sasa hivi kimekuwa na takribani ya wananchi wengi, na tuna mpango wa kuongeza shule nyingine ambayo sasa inaenda kujengwa kwenye kijiji cha Lomurabu ambacho ni kitongoji cha Mgosi kilichopo hapa kijiji cha Kerende. Lakini hata juzi tumetoka tu kutembelea na kuwaonyesha wakandarasi ambapo sasa wanategemea kuanzisha zoezi la ujenzi wa shule mpya ambayo itakuwa ni sehemu tu ya kuongeza na kusogeza huduma kwa watoto wetu, kwa sababu sasa hivi ukitaka kuangalia kijiji cha Kerende kimekuwa na watu wengi na kina vitongoji 10, hivyo basi tunapaswa tu kuongeza huduma na tusogeze huduma karibu na wananchi bila wao kuhangaika. Kwa hiyo na tumejipanga, shule tunaenda kuianza hivi karibuni, na tunavyozungumza kufikia mwezi wa 4 huu mwishoni utakuta tayari ujenzi wa shule umeshaanza na inawezekana uko umefikia hata katikati. Asanteni sana. Na hiyo miradi tunavyozungumzia tayari miradi kama shule ya msingi hizo nyumba hizo zimetengewa kiasi cha shilingi milioni 100 kwa kila nyumba. Lakini pia tunavyozungumza hata huu mradi tu ambao tunaenda kuanzisha huu wa kujenga walkway umetengewa kiasi cha shilingi milioni 100. Kwa hiyo ukitaka kuangalia hiyo miradi tu imegharimu fedha nyingi ambazo pia kama sisi viongozi tukizisimamia vizuri tuna imani zitakamilisha kile ambacho kimekusudiwa, na tunamwahidi mama yetu kwamba na serikali kwa ujumla kwamba sisi kazi yetu ni kusimamia. Hatutataka kukubaliana na mtu yeyote yule ambaye anafikiria kuhujumu hizi fedha za umma. Lazima tuzisimamie fedha zetu ili zifanye kile ambacho kimekusudiwa, kwa sababu sisi kazi yetu viongozi ni kusimamia maendeleo pamoja na swala ulinzi na usalama. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Mwalimu Imani, mwalimu wa shule ya msingi Nyenyi kutoka halmashauri ya wilaya ya Tarime mkoa wa Mara. Kwa ujumla na nishukuru sana serikali kupitia uongozi wa Mama Samia Suluhu kutusaidia baadhi ya mahitaji na changamoto zilizokuwepo katika shule yetu. Kwa sasa ukiangalia tuna majengo mengi ya kutosha, na tuna jengo pale la nyumba ya walimu tu Niwani ambayo ni mradi ambao umeidhinishwa na mama. Nadhani ni msaada mkubwa sana kwetu kwa sababu tulikuwa na changamoto ya uhaba wa nyumba za walimu. Tukiachana na hilo, uongozi wa mama umekuwa hamasa kubwa sana katika shule yetu. Tulikuwa na uhaba madawati mengi sana, lakini kwa sasa tunaishukuru serikali. Kwa kweli tumepata madawati mengi sana. Idadi ya madawati takriban 200 yameshaletwa kwenye shule yetu kwa ajili ya kukidhi kuendana na idadi ya wanafunzi. Naitwa Mwalimu Julius Charles Wambura, mwalimu mkuu wa shule hii ya Kerende. Shule hii ya Kerende imeanzishwa mwaka 1975 tarehe 1 Januari. Na hapa ilipo ni shule sasa imeshakuwa ni shule kongwe na madarasa mpaka 7 sasa hivi. Na mimi hapa ni mwalimu mkuu nadhani wa 8. Nilikuja hapa mwaka 2015 na hadi sasa niko hapa. Shule hii imekuwa na mafanikio ya muda mrefu, na toka mimi nimekuja kwa kweli tumekuwa na mafanikio mazuri. Shule imekuwa ikifanya vizuri kitaaluma. Mfano toka miaka hiyo ilikuwa faulu wetu wote ulikuwa unasimamia A. Yaani wanafunzi wanafaulu kwa daraja A. Na mpaka sasa hata mwaka jana tumefaulisha darasa la 4 kwa daraja A, darasa la 7 kwa daraja A. Na haya yote ni mafanikio ambayo kwa sababu ambayo imeletwa na viongozi ambao tunashirikiana nao. Mfano serikali ya kijiji, viongozi wa kata,
viongozi wa elimu wilaya na wengineo wadau wa elimu. Kwa kweli wanatupa support kubwa. Niangalia kwa mfano kama shule yetu hii inafanya vizuri, kuna kompyuta umetupatia, umetupa mashine za photocopy. Kwa hiyo hata majaribio ambayo watoto wetu wanafanya yanakuwa ni ambayo tunachapa hapa, tunachapa na kuburuza hapa, wanafunzi wanafanya mitihani ya mara kwa mara hapa. Kwa hiyo mafanikio hayo yote yanaletwa na ushirikiano huu. Kwa hiyo nashukuru sana ushirikiano, na naomba kwamba hata baadaye uendelee kuwepo ili tuzidi kufanya vizuri zaidi katika fani yetu hii ya elimu. Hakika Kemambo imebarikiwa, maana sekta ya elimu madarasa yanaendelea kujengwa kama uyoga. Shule ya sekondari Ingwe haijaachwa nyuma, maana inaendelea kunufaika na ujenzi wa vyumba vya madarasa na matundu ya vyoo kama mwalimu anavyoelezea. Ezekiel Mpenda ni mwalimu wa shule ya sekondari Ingwe. Nashukuru kwa kazi na utendaji mkuu wa rais wetu Mama Samia Hassan Suluhu kwa kutuletea miradi mingi ambayo inatekelezwa katika taasisi yetu au katika shule yetu hii. Ametuletea madarasa, yapo madarasa 4 yanaendelea ujenzi. Pia kuna yale madarasa ambayo yalishakamilika, madarasa au vyumba vipo 4 vya Uviko, mradi ule wa Uviko. Madarasa yalishakamilika na madawati yalikamilika yalikuwepo. Na pia tunashukuru kwa mradi ambao uliopo sasa hivi unaoendelea madarasa ambao ni vyumba 4 na pia na vyoo vinavyoendelea kujengwa mpaka sasa. Tunamshukuru sana. Pia tunashukuru kwa kutuletea bweni la wasichana, japokuwa bado halijakamilika katika ujenzi wake, linaendelea. Mwalimu Matinde ni mkuu wa shule ya sekondari Kemambo, na hapa anaelezea ni kwa namna gani ameshirikiana na serikali ya mtaa na jamii kwa ujumla katika sekta ya elimu. Jina naitwa Mwalimu Matinde Rangi Gimundi, ni mkuu wa shule ya sekondari Kemambo. Shule yetu ilianzishwa mwaka 2010 na mpaka sasa hivi ukiangalia ni zaidi ya miaka 15 sasa tangu shule ianzishwe. Tangu shule ianzishwe tumepata mafanikio tu makubwa, kwa sababu kuna miradi mbalimbali ambayo imekuwa ikitekelezwa, hususan miradi ya ujenzi wa miundombinu kiwemo vyumba vya madarasa pamoja na choo za wanafunzi. Miradi ile tunashukuru kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, hususan kwa yale madarasa ambayo yalikuwa ni mradi wa Uviko 19. Shule yetu ilifanikiwa kupata mradi wa madarasa 4 na kwa kweli yamesaidia kwa kiasi kikubwa katika kupunguza upungufu wa madarasa uliokuwepo. Hadi sasa hivi hatuna upungufu wa madarasa, vyumba vya madarasa. Kwa hiyo tunashukuru kwa sababu imetusaidia kuondoa ule msongamano wa wanafunzi kwenye chumba kimoja. Hiyo ni jambo la kwanza, lakini pia tulikuwa na changamoto ya vyoo vya wanafunzi, matundu ya wanafunzi. Tunashukuru pia serikali pia kupitia diwani wetu, tumepitia mapato ya ndani tumeweza kulipata mradi wa ujenzi wa vyoo vya wanafunzi matundu 8 ambao tuliwekea shilingi milioni 10 na yalishakamilika zikiana mkubwa. Kwa hiyo inapotokea shida yoyote ile, kama ni changamoto tunasaidiana nao katika kutatua. Kwa hiyo hatuwezi kusema kama tuna changamoto kubwa kihivyo, hapana. Ni changamoto ambazo zinahitaji budget, ina maana inapotokea pale ambapo serikali inaweza kutekeleza au wadau, kama itatokea kuna wadau wanaweza kutekeleza, basi tunaenda mdogo mdogo. Kwa hiyo mimi naona tunapiga hatua, hatuna changamoto nyingi kihivyo kwa kwamba ninahitaji utekelezaji wa haraka hapana. Tunashukuru kwa sababu kama ni kwa upande wa walimu ndio hao tumepata wadau wanatusaidia, lakini pia tunaomba basi viongozi wetu kiwemo mheshimiwa diwani anapopata basi nafasi aweze pia kushauri hata kwenye uongozi ule wa juu, kama ni halmashauri tuweza kuongezea walimu, kwa sababu ukiangalia kama tusingekuwa na hao walimu ambao wadau wanatusaidia walimu 7, kwa kweli tungekuwa na upungufu mkubwa. Ukiangalia idadi ya wanafunzi ni kubwa kulingana na idadi ya walimu waliopo, mpaka sasa hivi tuna takriban wanafunzi 563 ambapo ukilinganisha na walimu 8 ni wachache, lakini kwa bahati nzuri tunashukuru wadau hapo wametushika mkono, tunaendelea kusogeza gurudumu. Lengo letu ni kwa ajili ya kusaidiana na serikali katika kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wanapata elimu ambayo itawasaidia katika kujikwamua kimaisha. Ushirikiano wa Mheshimiwa Rashid Bugomba katika baraza la halmashauri ya Tarime DC ameweza kuisemea kata ya Kemambo
na kufanikisha kwa kituo cha afya Nyamongo kuboreshwa na kujengwa kwa zahanati ya Kiwanja, na sasa madawa yanapatikana kwa wingi. Mimi kwa jina naitwa Saul Elfas Legeka, daktari kituo cha afya cha Nyamongo. Kituo cha afya Nyamongo kimeanza mwaka 1989. Hiyo mwaka 1989 ilikuwa ni zahanati, ila kwa sasa hivi imeshabadilishwa, imekuwa kituo cha afya. Kwa jina kinaitwa kituo cha afya Nyamongo. Zamani jengo lilikuwa ni moja, lakini sasa hivi tumeongezewa majengo, yako majengo matano ambao tumejengewa na serikali. Na sasa hizi wagonjwa wameongezeka, ni tofauti na zamani. Jengo tuna OPD, tuna jengo la maabara, tuna theater ya kisasa. Tunashukuru serikali kwa kutuongezea majengo. Bali imetujengea jengo la watoto pediatric, imeshakamilika. Na pia tunamshukuru Mama Samia kutuongezea majengo katika kituo chetu cha afya Nyamongo. Asante. Asante. Kwa majina naitwa Grace Jerome Njau, ni mganga mfawidhi zahanati ya Kiwanja, inapatikana wilaya ya Tarime DC, mkoa wa Mara. Zahanati hii ni mpya, imejengwa mwaka 2021, imefunguliwa, imeanza kutoa huduma kwa wagonjwa wa nje, kliniki ya baba mama na mtoto, na kwa sasa inaendelea na kazi na imesaidia sana, kwa sababu mwanzoni vituo vya afya kulikuwa kuna kituo cha afya kimoja ambacho wananchi walikuwa wanakitegemea cha serikali na kiko mbali kidogo. Kwa hiyo mama walikuwa wanarundikana, kama mfano mama kliniki walikuwa wanarundikana muda mrefu, yani mama alikuwa inamlazimu kutoka asubuhi saa 11 au saa 12 anaenda kliniki. Kwa sasa hivi imekuwa rahisi, watoto wanapata huduma karibu ya kliniki na huduma nyingine, uzazi wa mpango, wagonjwa badala ya kwenda umbali mrefu kupata huduma ya matibabu, maana yake wanakuwa karibu, hasa majirani wanaozunguka eneo hili na kijiji hichi. Kwa hiyo imesaidia sana. Lakini pia tumepokea mradi wa maji, mradi wa wash unaitwa, upo mbioni kumalizika, ni kama upo 75% kwenda 80%, tupo katikati. Lakini pia tuna mradi mpya unaoendelea, kama vifaa vinavyoonekana hapa, ni mradi wa ujenzi wa nyumba ya watumishi 2-in-1, inajengwa nyingine, ipo hii moja lakini inajengwa nyingine. Ndio, lakini pia serikali yetu imetusaidia kupata mtumishi mwingine wa maabara, maana huduma zitaongezeka. Badala watu kufuata vipimo mbali, maana zahanati tunajua nyingi ni vipimo waga ni vichache na wengi wanakuwa hawana mtu wa maabara. Kwa hiyo tumepata hiyo ufadhili wa serikali kutuajiria mtu wa maabara, iko mbioni kuja. Kwa hiyo huduma zitakuwa nzuri zaidi. Naamini zitakuwa nzuri zaidi na zitakuwa kwa upana mzuri zaidi, badala ya watu kufuata huduma ya vipimo mbali. Anaitwa Manyengi Masiaga Nyansingi, maarufu kama CRBCB, mwenyekiti wa kijiji cha Kiwanja. Kama tulivyo mbele yetu hapa, tumetembelea site, miradi ambayo tunatekeleza. Tuna zahanati yetu hapa ya Kiwanja, ni zahanati ambayo tumesha ikamilisha, na majengo mengine tunaona tunaendelea kutekeleza. Lakini pia tumesha nunua vifaa tiba, na pia na mtu wa kupima tumesha muandaa tayari yupo. Kwa hiyo sasa hivi huduma zote zitakuwa zinapatikana katika hospitali. Pia tumetekeleza mradi ambao uko shule ya msingi Kiwanja. Kuna nyumba ya walimu tunajenga pale 2-in-1, ni mradi ambao tayari tumeshauanza. Pia shule ya msingi Kiwanja na penyewe tuna darasa pale tumeshakamilisha. Ukiangalia shule ya Skube na yenyewe ni shule ambayo Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia ametupa ni zaidi ya milioni 500. Shule ile imeweza kukamilika na watoto wetu wanasoma vizuri, na ada yenyewe ni ada ya chini sana, ni shilingi 550,000. Na pia tumetekeleza, ukiangalia shule yetu ya Ingwe kule na penyewe kuna madrasa pale tunajenga kwa ajili ya wanafunzi wetu, tumejenga na matundu ya choo mengi tu. Kwa hiyo kuna miradi ambayo tayari toka nimekuwa mwenyekiti wa kijiji hichi tumeshaanza kuitekeleza. Pia kuna barabara ziko 3 ambazo tunategemea kuzitekeleza kupitia pesa ya SSR. Tunavyo vitu vingi ambavyo
tunatamani kuvitekeleza na tunaendelea kuvitekeleza. Kama kijiji chetu na kama Nyamongo yetu, tunao mradi ambao ni wa stendi ambao unatusumbua sana. Na kama Nyamongo tunahitaji kwa pamoja tuweze kuwa na stendi ya Nyamongo ambayo tunategemea kuweka pale Chalinze, na tayari tupo tunashughulikia. Kwa hiyo tunaomba serikali yetu ya Mama Samia ni serikali ambayo inasikiliza wanyonge, ni serikali inayotekeleza. Iendelee kutusaidia pale Chalinze tuweze kupata stendi ya Nyamongo, kama ambavyo tunatambua katika Nyamongo wetu tuna kata mbili, tuna kata ya Matongo na kata ya Kemambo. Ukiangalia kata ya Matongo, wao wana mradi wa soko la dhahabu, wana mradi mkubwa ambao VET na jengo kule ni mradi ambao ni mkubwa. Pia wana uwanja wa mpira ambao ni mradi mkubwa. Kwa hiyo kama Kemambo na sisi tulikuwa tunaomba tupatiwe kipaumbele tuweze kupata stendi. Asanteni sana na washukuru sana, na mshukuru Mheshimiwa Rais kwa jinsi ambavyo anachapa kazi kwa kushirikiana na sisi tulioko chini yake ambao tumependekezwa na Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya kumwakilisha. Mitano tena kwa mama. Waswahili wanasema mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Ndugu Mwandie Nyahiri ambaye ni mwenyekiti wa kitongoji cha Mabera Center, na hapa anaelezea umuhimu wa kujengwa kwa daraja hili na changamoto waliokuwa wanaipata kabla hakujajengwa kivuko hiki. Hakika diwani Bugomba umejua kuwafaa wana Kemambo. Haya, kwa majina naitwa Mwandie Nyahiri, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Mabera Center. Napenda kumshukuru Mama Samia. Tulikuwa na changamoto ya daraja. Hiki kivuko kimepeleka watu wengi sana. Lakini baada ya kufanya ushirikiano na diwani pamoja na uongozi wa kijiji, Mama Samia alitupa msaada, tumepata daraja, tunamshukuru sana. Hili daraja tunaliita mitano tena kwa Mama Samia. Tulikuwa tumehangaika sana, hiki kivuko kimepeleka watoto wengi sana. Kipindi maji yamejaa huku, mawasiliano na katika kabisa, na huduma nyingi ziko huku. Maduka yako huku, hospitali yako huku, huduma zote. Lakini sasa hivi wananchi wanapata huduma zote bila shida. Tunashukuru serikali yetu, tunamshukuru na Mama Samia ametusaidia, tumepata daraja letu. Huduma zinaendelea. Ile sasa tunaomba watukuangulie barabara mpaka shuleni kule. Kuna shule moja inaitwa Masisi, ili wananchi wapate huduma ya kutosha. Tunashukuru sana. Bugomba ameamua kuipa kata ya Kemambo dhamana kwa kusimamia ujenzi wa vibanda katika soko mnada, ambapo ujenzi huu ukikamilika utaendelea kuwakutanisha wafanyabiashara mbalimbali eneo moja na kuwafanikisha shughuli zao za kila siku. Pamoja na majukumu mengi, diwani Bugomba ameendelea kushiriki vikao vya baraza la madiwani wenzake kwa mujibu wa kanuni. CCM kata ya Kemambo chini ya uongozi wa diwani na viongozi wa vijiji umeweza kufanya na kutekeleza ilani ya chama zaidi ya 90%, mafanikio ambayo hayakuwahi kutokea kipindi cha uongozi wa nyuma. Kila laheri Chama cha Mapinduzi kata ya Kemambo, kila laheri diwani Rashid Bugomba, kila laheri wananchi wa kata ya Kemambo. Hakika Kemambo kwa maendeleo inasonga mbele. Mtaji wa makala hii ni Geoffrey Magesa, msimulizi wako ni mimi Nyambili Yohana. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya Faraja TV Online. Nikutakie usikilizaji mwema.